Unafahamu nilipojiuzulu tarehe 13 kuna watu walifika nyumbani kwangu pale Masaki, wakazingira nyumba ile na wakiamini nitakuwa ndani. Sikuwepo. Tarehe 17 usiku, mchana kutwa na usiku, magari kadhaa na kundi la watu wenye silaha za moto waliweka kambi huko kwenye nyumba ya familia anakoishi dada yangu, na nilifuatilia tukio lile kutoka mchana mpaka usiku walipoondoka naye, ndio nikatangaza kwenye mtandao wa Instagram. Wale watu walikuwa na silaha za moto, walikuwa na ma-SMG, walikuwa na pingu, walikuwa na bastola. Kibaya ni kwamba kama wale watu hawajulikani na jeshi la polisi, tafsiri yake ni kwamba hawa watu ni hatari sana, wanaweza kuwa ni genge la kihuni kwenye nchi yetu, na hiki ni kitu kibaya sana. Kwa hiyo hii ni mtihani mkubwa. Kwa kama polisi hawana taarifa ya watu wale, ni mtihani mkubwa. Mimi ningeshauri tuwe watu wanyofu wa moyo. Ndio kama mnataka kuongea na mimi kwa hadharani, tuzungumze kwa hadharani, lakini msio mnanitafuta kwa kificho. Kuna watu wametumwa nje ya nchi, niliwaambieni hapa, Ubelgiji, Uingereza, Marekani, Cuba, na siku chache zilizopita timu ya watu 6 imetumwa tena kwenda kunitafuta. Kwani mimi nimekosea nini? Kujiuzuru kwa hiari yangu na kusema mimi sitaki kufanya kazi na ninyi kwa sababu hammaanishi maslahi mapana ya kuhudumia watu wetu wa Tanzania kama serikali? Msifanye hivyo. Mimi nimekuwa kiongozi, nimehudumia watu hawa kwa unyenyekevu mkubwa. Sistahili kuwindwa namna hii, lakini it's okay, but this is the game you want to play. Lakini sio kitu kizuri. Sasa nimetoa pande zote mbili, pande ya kwamba kuna dhamira njema na ya dhati niende kwenye jeshi la polisi,